Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Basi ni siku nyingine tena, leo nzuri, ni mchana huu wa leo. Napenda kuwashirikisha watumishi wa Mungu neno la Mungu mzuri linazoenda kutuongoza na kwenda kutuponya katika maisha yetu ya wokovu. Kama ilivyoada, tutasoma kinasema ya kwamba tuzitumie ndimi zetu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tuzitumie ndimi zetu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Unaelewa nini mtumishi wa Mungu anaposema kwamba tuzitumie ndimi zetu kwa ajili ya utukufu wa Mungu? Tukiangalia katika Biblia kitabu cha Zaburi 34, tutasoma mstari ule wa kwanza wa 12 na 13. Biblia inasema, nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zi kinywani mwangu daima. Ni nani mtu yule apendezwaye na uzima, apendaye siku nyingi apate kuona mema? Swali hilo. Imesema ni nani mtu yule apendezwaye na uzima, apendaye siku nyingi apate kuona mema? Ni nani yule ambaye anayependezwa na uzima? Inakuja kusema ni kwamba uzuie ulimi wako na mabaya yako na midomo yako na kusema hila. Inatafsiri ni kwamba yule mtu ambaye ni kwamba atakayependezwa na uzima, apendezaye siku nyingi apate kuona mema, amesema ni yule ambaye atakayeuzuia ulimi wake kunena mabaya na midomo yake kusema hila. Kwa nini tunaongelea hivyo? Tunaongelea kuhusu kile kinachoitwa ulimi. Nasema ulimi ni kiungo kidogo sana ambacho kimekuja kufananishwa kama ilivyokuwa njiti ya kiberiti. Njiti ya kiberiti ni kitu kidogo sana, lakini yawezekana ukawasha njiti ya kiberiti moja tu ile ikaenda kuteketeza maelfu ya maekari ya msitu. Imekuja kufuatana na ulimi. Ulimi nacho ni kiungo kidogo kwenye mwili wa mwanadamu, lakini endapo kama kikatumika vibaya kikasababisha athari kubwa kwenye maisha ya mwanadamu. Lakini pia ulimi huo endapo kama inawezekana ukatumika kwa nia njema, ukatumika vyema, unaweza ukaleta kitu kizuri na kikubwa sana kwenye maisha ya mwanadamu. Mfano tuchukulie ulimi ulivyo. Hata Biblia yenyewe inatuongoza na kwamba mambo yote yanapofanyika huwa yanaanza kutamkwa kwa kupitia ndimi. Sababu hata Biblia kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari wa 1, Biblia inatuelekeza ya kwamba ilisema kwamba hapo mwanzo kulikuwako neno. Kasema naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Inatafsiri ni kwamba kasema huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakufanyika chochote. Alipokuja kwenye mstari wa 14 pale akaja kusema kwamba naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, umejaa neema na kweli. Hii inamaanisha kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno, kwamba neno lilikuwa ndio kila kitu ambacho kilifanya kile jambo. Kama kitabu kile cha Mwanzo